tena katika siku ya leo, na baada ya kujifunza ujumbe wa malaika wa kwanza tukafika mpaka ile sehemu inayosema msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Bado tupo hapo, tupo kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, na tunaenda kutafakari jambo lingine zaidi katika ujumbe huu wa malaika wa kwanza, tukihusianisha pia na ujumbe wa malaika wa pili. Kwa nini? Kwa sababu ujumbe wa malaika wa kwanza ukieleweka vizuri, ujumbe wa malaika wa tatu na ujumbe wa malaika wa pili itakuwa haina shida. Somo linasema ujumbe wa malaika wa tatu, ujumbe wa malaika wa tatu katika patakatifu, ujumbe wa malaika wa tatu katika patakatifu. Kwa hii ni sehemu ya kwanza, na tuna mafungu mawili elekezi katika somo hili. Fungu la kwanza ni Ezekieli 8:16 inayosema, akanileta mpaka ua wa ndani ya nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Hili ni fungu la kwanza ambalo tutatembea nalo katika mfululizo wa masomo haya tulioanza. Fungu lingine, Yohana Mtakatifu sura ile ya 12, neno la Bwana linasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwa hiyo hayo ndio mafungu ambayo tutatembea nayo katika mfululizo huu wa masomo. Tutaangalia na mafungu mengine, lakini ujumbe ambao tunaanza kujifunza sasa wa malaika watatu katika patakatifu imejikita katika sehemu kubwa hizo mbili. Ukisoma kitabu cha Kutoka 25 fungu la 8, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Kwa Mungu alitoa agizo kwa Musa kwamba wana wa Israeli wamfanyie patakatifu ili apate kukaa katikati yao. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni agizo la Bwana. Sasa Mungu akatoa maelekezo ya namna ya kujenga patakatifu, na maelekezo yale Musa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu aliyafuata vizuri, akaweza kukamilisha. Sasa umbo la patakatifu lilikuwa limejengwa kama lifuatavyo, kama unavyoona hapo. Mlango wa kuingilia ulikuwa umeelekezwa upande wa mashariki. Mlango na chumba cha mwisho kabisa cha patakatifu pa patakatifu ilikuwa upande wa magharibi kama unavyoona hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni maelekezo ambayo Mungu ametoa kwamba mlango wa kuingilia patakatifu uelekee upande wa mashariki, lakini pia na chumba cha mwisho cha patakatifu pa patakatifu sana ielekee upande wa magharibi. Ilikuwa ni kuwazuia wana wa Israeli au kuwafundisha wana wa Israeli kwamba wanapoingia katika patakatifu nyuso zao ziangalie mbele. Wanapoangalia mbele, nyuso zao zinaangalia sanduku la agano, kile chumba cha mwisho. Lakini pia wanapoingia ndani, migongo yao ielekee upande wa mashariki. Kwa hiyo wanapoingia hivi, huku mbele kuangalie mbele, yani watazame sanduku la agano, lakini nyuma huku kwao kuelekea upande wa mashariki. Maana yake ni kwamba kuna ibada za jua ambazo zilikuwa zinafanyika katika taifa la Misri.
Kwa hiyo Mungu aliwafundisha wana wa Israeli kwamba wametoka katika ibada za kipagani, wameingia kwenye ibada ya kweli. Kwa wanatakiwa waachane na ibada za jua, waangalie sasa ibada ya kweli ambayo iko wapi? Ambayo ipo patakatifu. Ndio maana mlango wa kuingilia ulielekezwa upande wa mashariki, lakini nyuso zikaangalia upande wa magharibi. Sasa ukisoma hii Ezekiel 8 fungu la 16 tunaona kuna watu wamegeuka nyuma sasa, yaani nyuso zao sasa badala ya kuangalia sanduku la agano, nyuso zao zikaanza kuangalia nini? Upande gani? Wa magharibi, wa mashariki. Visogo vyao vielekea upande wa mashariki, nyuso zao zielekea upande wa sanduku la agano. Sasa wao wakageuza, wakafanya kinyume, hizi nyuso zikaangalia huko, alafu visogo vikaangalia huko. Sasa nyuso inamaanisha ni ubongo. Ubongo gani? Ubongo wa mbele. Inamaanisha kwamba wao waliachana yani waliachana na tafakari ya kina katika ubongo zao kuhusu Mungu muumbaji, wakageukia ibada ya jua badala ya ibada ya nani? Ya Mungu. Mungu alivyoelekeza kwamba nyuso zao zielekee upande wa magharibi ambako kuna sanduku la agano, ilikuwa ni kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika ibada gani? Ibada za miungu. Lakini wao wakageuza, nyuso zao zikaangalia kule walikokatazwa, wao wakaangalia sehemu nyingine. Na ukisoma hiyo Yohana 12:16 Yesu anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Kwa hiyo Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate. Kwa hiyo kumbe tunapomtumikia Yesu, Mkristo yoyote anatakiwa amfuate nani? Yesu. Kwa Yesu anapoenda lazima afuatwe na nani? Na watumishi wake na wafuasi wake. Alafu anasema alipo yeye na mfuasi wake au mtumishi wake lazima awepo. Sasa Yesu yuko wapi sasa hivi? Yesu yuko patakatifu pa patakatifu. Kwa ni lazima watumishi wa Mungu, lazima watu wa Mungu wawepo na Yesu sehemu ambako Yesu yupo. Mungu akatoa maagizo kwa wana wa Israeli kwamba ijengwe hiyo patakatifu. Na hii patakatifu ilikuwa na sehemu tatu. Kama unavyoona hapo. Sehemu ya kwanza inaitwa ua wa nje. Sehemu ya pili inaitwa patakatifu au ua wa ndani. Sehemu ya tatu inaitwa patakatifu pa patakatifu. Sasa katika hizi sehemu zote kulikuwa kuna vitu ambavyo vinakaa hiyo sehemu. Katika ua wa nje kulikuwa kuna madhabahu ya shaba hii hapo, ambayo ilikuwa inatumika kufukiza inatumika katika mambo ya utoaji kafara. Wanyama wanachinjwa pale, wanateketezwa pale, ilikuwa inafanyika pale. Lakini katika sehemu hii ya ua wa nje pia kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna birika la shaba kama unavyoona hii hapo. Lakini pia unapoenda kwenye chumba cha kwanza au ua wa ndani au patakatifu, kulikuwa kuna vyombo vitatu. Chombo cha kwanza niko hapo kama unachokiona, kinara cha taa. Kingine iko hapo meza ya mikate ya uonyesho
lakini pia kulikuwa kuna madhabahu ya kufukiza uvumba. Kulikuwa kuna madhabahu ya kufukiza nini? Uvumba. Lakini unapoingia kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu, hapo ndipo tutaganda sana. Hapo ndipo tutaganda sana, kwa sababu ndipo Yesu alipo. Tusome vitu ambavyo vilikuwepo humu ndani katika kitabu kile cha Ebrania 9 fungu la 3 hadi la 5. Neno la Bwana linasema, na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, yenye chetezo cha dhahabu, na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano, na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema. Basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari ya vitu hivi kimoja kimoja. Kwa ufupisho, katika chumba cha patakatifu pa patakatifu kulikuwa kuna sanduku la agano, lakini kwenye sanduku la agano kwa pamoja, yani vitu ambavyo vilikuwa pale kwa pamoja, Biblia inavitaja kama ifuatavyo. Cha kwanza, kulikuwa kuna chetezo cha dhahabu. Cha pili, kulikuwa kuna sanduku la agano. Cha tatu, kulikuwa kuna kopo la mana, kopo la dhahabu ya mana. 4, kulikuwa kuna fimbo ya Haruni iliyochipuka, fimbo ya Haruni iliyochipuka. 5, kulikuwa kuna vibao vya agano. 6, kulikuwa kuna kiti cha rehema. Ukisoma Ezekiel 8 fungu la 16, hawa watu walivyogeuza nyuso zao kuelekea mashariki, waliabudu jua. Kwa hiyo watu wote ambao watageuza, yani wataacha ibada ya kweli, yani wataacha kuzingatia maelekezo ya huduma ya patakatifu pa patakatifu, Yesu anafanya nini? Wote wataenda kuabudu Jumapili. Wasabato wote ambao wataacha kujifunza swala la huduma ya Yesu katika patakatifu pa patakatifu juu mbinguni, wote watageukia kwenye ibada ya Jumapili. Kwa nini? Nyuso, akili zimetoka kwenye ibada ya kweli, imeenda kwenye ibada ya uongo. Kwa wote ambao wataacha kujifunza, kuzingatia maelekezo ya Kristo pale alipo, wote watageukia ibada ya Jumapili ya jua. Ndicho Biblia ilichotuambia. Wenda dakika ya mwisho ya maisha yako au maisha yangu nikatubu, nikalala kwa Kristo, hapo amina. Lakini kama mlango utafungwa, alafu nikawa bado nipo, ubongo wangu nimeelekeza kwa ibada nyingine ambayo sio ya Mungu wa mbinguni, wote utageukia wapi? Jumapili. Kwa mpendwa, karibu katika somo lingine. Ninaamini tutaendelea kujifunza na Mungu akubariki. Usikose somo lijalo, tutajifunza kitu kingine kitakachozidi kutusogeza karibu na Kristo. Amen.